Leo nataka kuzungumza kuhusu jina. Jina lako wewe, jina langu mimi, jina la yule, jina la nani. Jina huwa linasimamia kitu gani hasa? Jina sio jina tu, bali jina limebeba nguvu, limebeba mamlaka, limebeba ufalme, limebeba utawala, limebeba suluhisho. Lakini pia hata upande wa pili, jina linaweza pia kuwa changamoto. Na ndiyo maana yako majina ambayo tunayaamini hata leo katika kufanya ibada zetu. Tunamwomba Mungu, tunataja jina Mungu. Mungu manake ni utawala, Mungu manake ni ufalme kamili ambao una kila kitu ambacho mtu anakihitaji. Lakini kuna jina Yesu, kuna Elia, kuna Elisha, lakini pia wako hata watu ambao tunawafahamu katika ardhi yetu ya Tanzania na katika nchi mbalimbali. Wengine wamekuwa viongozi na majina yao: Mwalimu Nyerere, Mwana Malundi katika kabila la Kisukuma. Lakini wako pia akina Muammar Gaddafi ambao wamewahi kuwa viongozi, akina Thomas Sankara, wako akina Kwame Nkrumah na wengine wengi wana majina yao. Sasa jina linapotajwa ni kipi kinachosikika? Je, jina linapotaja inasikika kama suluhisho ama inasikika kama changamoto? Kwa jina ambalo wewe unalo, usichukue kama jina ambalo unatakiwa kuwa nalo tu kama jina fulani unaitwa. Iwe ni mahali kwamba ambapo watu wakitaja jina lako wanaona suluhisho ama wanaona changamoto. Hilo ni swala kujiuliza wewe sasa. Wakitaja jina lako wanaona mkombozi ama wanaona ni mwangamizi? Hata hawa watu ambao nimewataja na majina yao, wako watu ambao jina likitaja inaonekana kuwa ni changamoto, na mwingine akitajwa jina inaonekana kuwa ni suluhisho na ni ukombozi. Leo ukitaja jina Yesu inaonekana ni ukombozi. Kwa nini? Kwa sababu ya kazi ambayo yeye alifanya, akalifanya lile jina lionekane kuwa jina kamili lenye mamlaka na utawala uliothibitika. Kwa sababu ya uthabiti wake kwanza wa kufundisha ukombozi wa kifikra. Utakubaliana na mimi kwamba wako watu wengi ambao wamefundisha juu ya ukombozi wa fikra, lakini Yesu ni baba lao katika kufundisha juu ya ukombozi wa fikra. Ndio maana watu wengi hawamuelewi sana Yesu ni kitu gani alichokuwa anakifundisha. Yesu alichokuwa anakifundisha nambari moja ni ukombozi wa kifikra, akifundisha juu ya ufalme wa Mungu. Si kwa maana ya kwamba uende mahali popote, akifungua akili na ufahamu wako kwamba ujue ufalme wa Mungu unao ndani yako. Si kwamba unatakiwa kufuata mahali popote ambapo umefichwa, bali ndani yako wewe ukishatambua kwamba unao huo ufalme, unaweza kufanya kitu chochote kwenye maisha ya kwako. Kwa hata unapopewa jina sasa, angalia jina ulilopewa. Je, linasimama kama utambulisho ama linakupoteza? Sasa katika kuwa na jina, kuna wale ambao wamepewa majina kama sisi, lakini kuna wale ambao wamejiita majina. Mfano mzuri ni Martin Luther King Jr. Yeye alichukua jina la Martin Luther akiamini kwamba kila alichokuwa nakifanya Martin Luther kilikuwa ni thabiti na ilikuwa inaashiria uongozi na uimara na ufalme kamili na mamlaka kamili hapa duniani. Kwa akaona ni bora nichukue jina hili nitalitumia, na ndicho kilichokuja kumfanya pia akawa ni mkuu kama ambavyo yeye aliyekuwa na jina la kwanza alikuwa mkubwa. Kwa hata katika jamii zetu wako ambao watu wanachukua majina fulani ya ndugu zao ama wanapewa majina ya ndugu zao kulingana na kila ambacho amekiona kwenye jina, na akaamini kwamba hili jina nikimpa mwanangu na mwanangu pia atakuwa na hilo jina na atakuwa na ule uwezo. Si lazima afanye kile alichokuwa nakifanya yule mwingine, lakini wala ule uwezo ulioko ndani yake utatembea na mtu huyo ama mtoto huyo. Wanaamini wazazi wetu, na mara nyingi huwa inatokea kwa hivyo. Sasa usichukue tu jina
wala usipewe tu jina. Angalia pia na uulize kwamba ni nini kilichokuwa nyuma ya pazia ya jina hili, kwa sababu wako watu pia ambao walipewa majina baadaye akaletea madhara kwenye maisha yao, yaani akaondoa uhuru kamili wa kiutawala na wa kuishi hapa duniani. Sababu ni nini? Ni jina. Jina usilichukulie kirahisi. Jina limebeba nguvu kubwa sana kwenye maisha yako. Jina limebeba nguvu kubwa sana kwenye maisha ya mwanao. Kwa usimuite tu mtoto jina kwa sababu umeona linasemeka, yani linasikika vizuri unapolitamka katika ulimi. Mwite jina, mpe jina ambayo inaashiria utawala kwenye maisha yako. Hata yeye atakapolikubali, aliwekee mamlaka na sio kupoteza amani kwenye maisha yake. Ni jina ambalo halitamuondolea uhuru kwa kutaka kuiga maisha ya mtu mwingine ambao hata yeye mwenyewe hawezi kuyaishi. Yaani anaiga maisha ya mtu, anaacha maisha kwake. Mara nyingi nimekuwa nikisema hili kwamba moja ya kitu ambacho kinaweza kumtoa mtu kwenye reli ni kuiga maisha ya mtu, kwa sababu unaacha maisha yako halisi na mwisho siku utakuwa ni mtumwa wa kudumu. Jina sio jina. Jina ni mamlaka. Jina ni ufalme. Jina ni suluhisho. Lakini pia jina yaweza kuwa ni changamoto. Je, jina lako wewe ni suluhisho? Jina lako wewe ni kombozi? Ama jina lako ni mafarakano ama changamoto kwenye jamii yako? Hilo ni swali unaotakiwa kujiuliza.